Naam, tunaendelea sasa na matangazo yetu, na kubwa zaidi miongoni mwa vitu vinavyosubiriwa kwa hamu katika tasnia ya habari nchini Tanzania ni tuzo za umahiri wa uandishi wa habari, The Excellence in Journalism Awards maarufu kama EJAT, ambazo zinatarajiwa kufanyika tarehe 29 mwezi Mei mwaka huu. Lakini mbali na hayo, tutaangazia pia vyombo vya habari vinavyoweza kujenga mustakabali chanya wa taifa, tukimulika pia tuzo hizo, na kwa sababu miongoni mwa malengo ya tuzo hizo ni kuchochea ufanisi ama umahiri kwenye uandishi wa habari. Na tunafahamu kwamba kazi za kihabari zinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya watu katika nchi, lakini pia kusukuma kwa kiasi kikubwa maendeleo ya taifa. Na tunaye hapa katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT. Sio tu katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania, Balkis amekuwa kiongozi wa sekta hii katika ngazi mbalimbali hapa Tanzania kama katibu mtendaji, lakini pia amehudumu katika ukanda huu Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo tunayo furaha kubwa sana kuwa naye hapa Ernest Sungura. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante. MCT, kutoka tuzo zilizopita mpaka hivi sasa, mnaona vile ambavyo mlivitoa kwa wanahabari vinaendelea kutekelezeka kiumahiri? Unamaanisha kutoa kwa maana ya tuzo zilizopita kabisa 2024? Nafikiri ndio ilikuwa mara ya mwisho. Yes. Mwaka 2025 umepita, ndio sasa tunatoa tuzo zake zinazoangazia mwaka 2025. Kazi tumeendelea kuona umahiri pamoja na changamoto ambazo zinaikumba sekta yetu ya habari, lakini bado tunaona waandishi wapo ambao wanajitahidi kufanya mahojiano yenye kuhoji na kupata maudhui ambayo yanasaidia umma. Lakini lazima nikiri pia sio kwa kiwango ambacho kingeweza kutarajiwa kwa sababu ya changamoto ambazo huwa zinajitokeza hasa katika kazi zile zinazoibua kero za wananchi. Uwajibikaji mara nyingi zinaambatana na changamoto za hapa na pale ambazo wakati mwingine ama mhusika mwenyewe mwandishi wa habari ama watu wengine kwa kuona miale kama hiyo inamrudisha nyuma katika kujikita kufanya hususan habari za uchunguzi kabisa. Tunazungumza jambo la umahiri katika sekta ya habari katika kipindi ambacho kumekuwa na ukosoaji mkubwa kwetu sisi waandishi wa habari kwamba taaluma ya habari inapoteza mvuto siku zinavyozidi kwenda mbele, kutokana na kwamba wapo wananchi ambao wanaona kwamba kuna vitu walikuwa wanavitarajia kutoka kwetu na hatuvitekelezi ama hatuvifanyi kama inavyotakiwa. Kwa mfano habari za kiuchunguzi zimepungua kwa kasi, lakini pia hata vipindi vinavyofanyika, mahojiano yanayofanyika, wapo wanaona kwamba kuna namna ambavyo taaluma ya habari haijasimama kama muhimili wa nne kama ambavyo wengi walikuwa wanatarajia. Wewe kama kiongozi katika baraza linalosimamia wanahabari nchini Tanzania, unaonaje kuhusu hoja hiyo? Hiyo hoja nakubaliana nayo, pamoja na kwamba tunakusudia kufanya utafiti ndani ya miezi 2-3 ijayo. Itatupa uhakika zaidi, lakini katika hali ya kawaida tu nakubaliana na hiyo hoja, na zipo sababu ambazo zinachagiza jambo hilo. Moja ni nadhani si swala la waandishi wa habari, ila ni swala la umma kwa ujumla kwa upande mmoja, lakini pia ni swala la wenye mamlaka kwa upande mwingine. Ndiyo. Kama wote tungejenga imani kwamba vyombo vya habari ni muhimili wa nne ambao unasaidiana na mihimili mingine mitatu ya bunge, serikali na mahakama, kama tungejenga hiyo imani ya namna hiyo, ina maana tungevipa vyombo vya habari nafasi yake ya kufanya kazi ya kuonekana kwenye muhimili wa nne. Lakini sasa walioko kwenye mamlaka inawezekana hawalioni hilo, na kwa kutoliona hilo umuhimu wake, ama wanaweza kuwa nasema umuhimu wake kwa midomo tu, sio kwa vitendo. Yes. Sababu ukishasema vyombo vya habari ndio vinasaidia kuimarisha uwazi, uwajibikaji na demokrasia, utasema kwa maneno, lakini kwa vitendo, nyuma ya pazia, lazima uvifanye vyombo vya habari hivyo vifanye kazi kwa uhuru.
kwa sababu pasipokuwepo na uhuru unaweza kukuta kwamba mtu hawezi kuibua kile ambacho ingestahili kuibuliwa ili mwananchi aweze kuona umuhimu wa vyombo vya habari. Hiyo ni upande mmoja. Upande wa pili wa umma, umma wenyewe nao unaweza ukawa unanyosha vidole kwa vyombo vya habari kwamba haviwasaidii, havifanyi kazi ambayo imekusudiwa, lakini lazima tuulize pia umma, je, pale ambapo waandishi wa habari na vyombo vya habari vinapopata changamoto ya hapa na pale, wao wanaibuka vipi kusimamia, kutetea kwamba msiwanyime uhuru vyombo vya habari au waandishi wa habari. Naweza kukupa mfano mmoja tu. Waandishi wawili kama wiki 2-3 zilizopita kule Manyara walikamatwa, lakini wamefanya kazi moja ya kuibua kwamba pana kero, na tena wamesaidia kuwapa wananchi wa kawaida sauti zao zisikike, kwamba hapa kuna hatari, mafuriko haya yataathiri makazi yetu. Wamepewa sauti kusikika, na ndo kazi ya vyombo vya habari, lakini kusikika kwao kukasababisha waandishi waliowapa hiyo nafasi ya kusikika kwenye vyombo vyao wakamatwe. Sasa hapo tayari mwenye mamlaka ameleta changamoto ambayo inaleta hofu kwa waandishi wa habari. Lakini upande wa pili wa umma nao ulibehave vipi baada ya jambo hilo kutokea? Uliwasaidia vipi waandishi wa habari hao ili kuona kwamba kumbe tukiwakamata waandishi wa habari umma unakuja juu? Sasa mimi nalitazama katika namna hiyo mbili, kwamba kwenye mamlaka pamoja na wananchi wenyewe, umma wenyewe usiposimama kwenye nafasi yake, tutaendelea kuona kushuka kwa ule umahiri ambao tungeutarajia. Na nyie kama mamlaka za kusimamia taaluma, mnasimama kwenye nafasi hipi ama mnachukua hatua gani? Hatua tunayochukua ni ya engagement, yani tunafanya ushirikishaji zaidi. Kwa hiyo naona kama wale waandishi ambao kule Manyara walikamatwa, tulichukua hatua, na kuchukua hatua maana yake ilibidi waachiliwe huru ndani ya siku 24, na tuliandika maandishi ambayo yalikwenda mpaka kwa mhusika aliyefanya hivi. Ndani ya siku 24 au saa 24? Ndani ya saa 24. Saa 24, okay, sawa. Ndani ya saa 24. Kwa hiyo wakaachiwa, na tunaendelea kuchukua hatua kwa maana ya engagement. Tunachokifanya zaidi ni hicho. Sio lazima tu kuja kutoa matamko, lakini manake nyuma ya pazia tunajua waliohusika ni kina nani, kama ni wenye mamlaka ni wapi, na kwa hivyo tunawafikia na kuzungumza nao kwamba jambo hili inawezekana kukawa kuna makosa ndio, lakini makosa tuyatambue na tujifunze kuyarekebisha hayo makosa. Katika mazingira yenye changamoto lukuki kama hizo, waandishi wanawezaje kuonyesha umahiri sasa katika kazi zao? Bado imani ipo kwamba kwa mfano umahiri kwa sasa hivi tunataka kupima pia katika matokeo ya kazi zao. Ndiyo. Sio umahiri tu kwa maana yamezingatia vile vigezo vya kuandika habari, namna ya kuiweka vizuri mtiririko wake, kujibu maswali 5 au 6 ya msingi kama ambavyo wanafundishwa kwenye vyuo vya uandishi wa habari, lakini tunataka tuende mbali zaidi, kwa maana ya kwamba kazi gani ya kihabari kwa mwaka jana imeleta kishindo au mabadiliko kwa umma au katika jamii, imewasaidia wananchi, imesaidia serikali kuchukua hatua. Hiyo ndio tunaweza kusema baadaye kwamba ina umahiri, kwa sababu tukiendelea kusema tu tunaweza tukaanza kwa tunamulika kwa tochi kazi zenye umahiri. Hatutaki kufikia huko, lakini ndio maana tumeongeza kigezo kikubwa kwamba hii kazi mwisho wa siku iwe ina matokeo. Kama haina matokeo, haina sababu ya kutangaza utitiri wa kazi, na wakati mwingine nataka ujasiri kusema kuna mwandishi bora wakati huo atahojiwa huo ubora wake nini. Ndio maana tunajaribu kujipanga mwaka huu tuweze kuonyesha kazi yenyewe kwamba kazi inayoitwa bora hiyo ni ipi, imemsaidiaje mwananchi. Sawa. Hapo Katibu, mnaweka nguvu zaidi kwa wanahabari kujikita kufanya solution journalism, kazi za kihabari ambazo zinaleta majibu na matokeo katika jamii. Utayari wa wanahabari pamoja na changamoto ambazo wanazipitia, hizo solution journalism zinawezekana? Inawezekana. Kinachohitajika tu hapa ni ujasiri. Ujasiri wa mwandishi wa habari mwenyewe kama mwandishi wa habari, yani kama wewe hivyo, kama wewe, yani maana yake uwe na ujasiri. Kuna ujasiri wa kukubali
kupata madhara yoyote, kwa sababu utasema hii ni sehemu ya kazi yangu. Sasa ujasiri wa aina hiyo ndio utakao kuwezesha wewe kuleta hiyo solution based journalism. Utaifanya kwa sababu muda wote unaongozwa na lengo lako ni nini kufanya hiyo story. Lengo lako ni mwisho wa siku, kama kuna mahali huduma za afya zimedorora uone zimeimarika. Kama kuna kijiji fulani maji hayapo kwa sababu tu ya ubadhirifu fulani wa miundombinu ya maji, hatimaye lengo lako ni kuona story hiyo itasababisha maji yapatikane. Ni solution based journalism. Sasa ni ujasiri wako wewe mwenyewe ndio utakaosaidia kufanya hiyo solution based journalism. Wala usimwangalie mhariri wako, wala usiangalie, uwe ni wewe na ujasiri wako, huo ndio utakao tusaidia. Lakini hiyo ni fakta moja tu kutoka hapa kwa mwandishi. Kuna vigezo vingine huko mbeleni. Umemgusia mhariri hapo. Mhariri akisema hii habari, lakini mhariri naye kuna media kama media kwa ujumla. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi bado nje ya media. Sasa taarifa umeitafuta mpaka mwisho, alafu unaambiwa hapana, hiyo haiendi. Ndio maana bado nitasisitiza kwamba ujasiri wa mwandishi mwenyewe ni wa muhimu zaidi kuliko hata hao wengine watakao kuwa wanataka kuathiri kazi ambayo wewe umeifanya, kwa sababu bado una fursa kwamba mhariri wako anaona kazi hiyo nzuri uliyoifanya ya kuleta ufumbuzi kwenye maisha ya watu, yeye anaitazama kwa mtazamo tofauti. Bado una fursa, kwa sababu siku hizi hatuzungumzii radio, magazeti na TV peke yake. Tunazungumzia mitandao, tunazungumzia mtu kuwa na Instagram, tunazungumzia mtu kuwa na Facebook, tunazungumzia mtu. Sasa safari katika nyakati hizi za kiteknolojia hauna namna yoyote ambapo mhariri atakuwekea kiwingu alafu wewe useme kazi yangu hii nzuri, nimekosa mahali pa kuipeleka. Mwandishi atakosa ajira. Mwandishi akitoa taarifa yake kupitia mitandao ya kijamii na ni taarifa ambayo kataliwa kuitoa katika chombo chake cha habari, atabaki salama ndani ya chombo hicho? Sasa wewe unanikumbusha tu enzi zangu, pia mimi nimefanya pia kazi za kihabari za uchunguzi lakini unanikumbusha tu kwamba mahali nilipokuwa naona hii story tunaita kigongo haikuwa ina ulazima wa mimi nijulikane ndio niliyoifanya hiyo kazi. Mimi nitafurahia matokeo zaidi. Kwa hiyo naweza kusema good luck, hii kazi bwana mimi nimefanya ina viwango vyote, lakini kwenye gazeti langu haiwezi kwenda. Lakini kwako hapo unajua itaenda. Kwako itakwenda. Sasa mwisho wa siku ni matokeo ndio tutakayoangalia zaidi. Kwa hiyo yani bado hakuna kikwazo chochote ambacho unaweza kushindwa kukivuka. Kwa sababu hata ikitokea kwamba sasa nikipeleka kwingine kwenye mtandao kwa nje na mimi nitakuwa sio mimi, lakini ni kazi yangu. Lakini bado itaweza kutoka. Kuna mambo haya yanajulikana ya byline, pen name. Sio kwenye byline, kunakuwa na pen names. Lakini pia kuna namna ya kusema bwana, chombo hiki kulingana aina ya story hii na misingi iliyowekwa kwenye chombo husika ya editorial policy zao, hii haiwezi kwenda hii, lakini mahali fulani inaweza kwenda. Kwa hiyo bado utakachopenda ni kuona kwamba kazi yako imefika mahali inapotakiwa kufika na imeleta suluhu ambayo. Lakini tunatamani tuwatuze wale wanaofanya vizuri. Sasa hiyo kazi ya byline, kazi ya na mwandishi wetu tunamtuza nani? Kama ni nzuri na inaleta matokeo makubwa. Kazi nyingi tu za na mwandishi wetu, lakini kinachotafutwa ni ushahidi, na mtu mwenye kutoa huo ushuhuda ni kwenye chombo ilipotumika hiyo habari, ambaye atatoa ushahidi kwamba ilikuwa ya nani, kwamba kazi hii anayehusika ni fulani, anathibitisha kwa maandishi. Sasa akileta uthibitisho kwa maandishi namna hiyo, then umeshapata, kwa sababu kuna mtu ambaye amethibitisha kwamba ni mhariri, amesema hii kazi nathibitisha ni kazi ya fulani, japo inasema ina mwandishi wetu. Kubata hizo zinaweza zikaletwa pia kwenye. Ndio. Zinaletwa na zipo, sio kwamba kila mmoja anaweka jina lake. Ziko tu nyingi, kwa sababu unajua kazi hizi zinavyofanyika, na mtu sio lazima kila wakati aseme ndio aliyeifanya. Mwingine anafurahia tu kwamba endelee kufanya kazi yake bila kuonekana ndiye aliyehusika. Sana sana atakayejua ni yule ambaye alimfikia kumuinterview. Unajua huyu ndo alikuja kunihoji na story imetoka, lakini hataki kwa umma ajulikane Ernest Sungura ndo aliyekuwa behind hii story, sio? Kabisa. Kwa kweli hapo tumepewa kodi. Kodi ambayo tunaweza kuitumia vizuri sana. Kabisa. Pamoja na hayo, umegusia uwepo wa mitandao ya kijamii. Inasaidia ama haisaidii kwa kiasi gani ukuaji wa tasnia hii ya habari,
hapa sio tu hapa nchini, lakini hasa kwa wanahabari. Lakini kuna hofu pia katibu mtendaji kwamba hiyo kuwepo kwa mitandao ya kijamii kunaweza kwa namna moja ama nyingine kukatoa nafasi kwa watu wasio na taaluma kutoa taarifa, na hivyo pia kuondoa ile nafasi ya waandishi wa habari wale wenye taaluma na vitu kama hivi. Nadhani kuna swali la kusaidia au kutokusaidia. Sasa labda sisi nianze kwenye kusaidia. Kutokusaidia ndio. Kwenye kusaidia, mitandao ya kijamii imesaidia. Kwanza kwa maelezo niliyotoa awali, imeongeza wigo wa kwamba si tu redio, TV na magazeti. Kwa hiyo kuna mbadala. Kwa hiyo imeongeza wigo, kwa maana kama ungetaka kuhesabu maudhui, idadi ya maudhui yameongezeka sana katika dunia yetu ya leo na katika nchi yetu ya Tanzania. Na naweza kudokeza tu pia kwamba hata entries ambazo tumezipata mwaka huu nyingi ni za maudhui ya mtandaoni. Sasa hiyo inaonyesha picha kwamba kusinge kuwepo mitandao ya kijamii, imeona kuna maudhui mengi sana yangekuwa yamezuiliwa. Kwa sababu redio nayo zina structure zake, TV hivyo hivyo na magazeti, lakini tuna maudhui mengi sana tumepokea watu ambao wanataka kushindanisha kazi zao kupitia mtandaoni. Kwa hiyo tayari ni kusaidia kwamba kuwepo tu kwa mitandao ya kijamii kumeongeza fursa ya wingi. Hatujazungumzia ubora, tunazungumzia wingi wa maudhui umeongezeka sana. Na ushahidi tunao kwa sababu ndo kazi nyingi zilizoletwa zinatokana na mitandaoni. Na hata mwaka juzi aliyekuwa mshindi wa jumla alitokana na mitandaoni. Sasa hiyo ni kusaidia. Angalau niseme hivyo kwa kifupi, jambo moja kwamba ule wingi tayari ni mitandao imesaidia. Lakini kwenye kutokusaidia, nadhani imekuwa ni kipindi cha upotoshaji ama taarifa zisizokuwa sahihi kutokana na mitandao ya kijamii. Na kinachoponza zaidi ni ile speed over accuracy, yani kwamba kwenye mitandao ya kijamii ujio wake unawafanya baadhi ya watu ama waandishi wa habari kutaka kupeleka taarifa kwa haraka sana kuliko kuzingatia misingi na maadili. Na hilo ndio linakuja kuonyesha hiyo changamoto ambayo kuna isema kwamba ni changamoto ambayo imesababishwa na mitandao ya kijamii kwa ujumla, kwa sababu uwepo wake pia umeleta hizo changamoto ambazo zinazunguka kwenye mitandao hiyo. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya ili tuweze kusema tunawasaidia namna gani watu wanaopeleka kazi zao mitandaoni ili waweze kufanya kazi zao kwa spidi, lakini accuracy ikizingatiwa. Na makosa yapo yanaweza kufanyika na yanaonekana, na hata nafikiri ukitaka kwenda kwenye rekodi za TCRA inawezekana, sijafanya utafiti, watakaokuwa wanaitwa na kuambiwa mmekosea hapa, wengi watakuwa ni wale wenye maudhui ya mtandaoni. Sasa hii inaashiria kwamba kuna changamoto ya kuitatua, kwamba hata ukiachilia mbali watu ambao wamesajiliwa rasmi kuna mamlaka husika, wako na wengine ambao wanaingia kama ulivyosema kupeleka maudhui yao mtandaoni. Wakati mwingine ajali inatokea, ameshapiga picha amepeleka mtandaoni kwenye Instagram, YouTube na kadhalika. Sasa hizo zote ni changamoto, lakini bado haijaondoa tafsiri halisi ya mwandishi wa habari ni nani kwa mujibu wa sheria ya nchi, kwa maana ya Media Services Act ya mwaka 2016. Bado inatoa tafsiri kwamba mwandishi wa habari ni nani. Kwa hiyo yuko mtu mwingine atakayepeleka hayo maudhui yake atakuwa tu ni mtu ambaye atakumbwa na makosa ya mtandaoni kama mtu mwingine yeyote atakapokuwa amepotosha. Sio lazima awe mwandishi wa habari, lakini bado lazima waandishi wa habari ambao ndo wamesajiliwa rasmi kutumia YouTube zao ama mitandao yao ya kijamii kama waandishi wa habari wazingatie bado maadili, weledi, ili kazi iweze kufanyika kwa usahihi kulingana na taaluma yao. Sasa tuzo zilianza kutolewa 2009, fikiri miaka 15 sasa kama sijakosea tangu tuzo zimeanza kutolewa. Tumekuwa na tuzo nyingi hapo ambazo zimetolewa kwa namna tofauti tofauti, lakini tunatamani tujue kwamba tuzo za mwaka huu zitakuwa na kitu gani cha tofauti hasa ukilinganisha na miaka ya nyuma. Kitu cha tofauti hasa, kwanza ilibidi tufanye utafiti. Mimi nimeingia Baraza la Habari Tanzania mwaka 2024, na kwa kuwa moja ya mipango niliyoikuta ni kutoa tuzo, ilibidi mwaka 2024 tutoe hizo tuzo mwezi Septemba. Lakini baada ya hapo ikabidi tufanye utafiti. Kwa hiyo tumekaa kimya tukifanya utafiti. Tumefanya utafiti kwa muda wa kutosha. Utafiti umetupa kubadilisha baadhi ya mambo. Mojawapo ni ile sasa kutumia, ambao ni la kipekee, ni kutumia mfumo. Kwa hiyo tuna Agile Digital Systems. Kwa hiyo tangu waombaji wamefanya kwa mifumo,
na sasa judging inaendelea kuanzia kama tulivyowapisha mapema wiki hii. Inaendelea kwa kutumia mfumo, wanafanya scoring kwa kutumia mfumo. Kwa hiyo ni mfumo utakupa matokeo. Hawakai mahali pamoja kukutana na kuanza kujadili, kila mmoja anafanya kokote aliko, na mwisho tutapata mshindi ni nani kwa kutumia mfumo. Kwa hiyo itakuwa ni swala la kukiliki button na kuona matokeo yakoje. Kwa hiyo ni rahisi pia kufanya uchambuzi, kujua ukitaka top 10, top 3 utawapata kwa urahisi kwa sababu unatumia mfumo. Hilo ni jambo moja kubwa ambalo tunalifanya. Lakini jambo la pili kubwa, na labda inaweza kuwa la mwisho, ni hili ambalo nimetangulia kulisema. Tunataka hata wale ambao watakuwa wamejitokeza kama top 10 kwa mfano, bado tupeleke watu kazi zao zimetajwa kufanyika wapi, tukapate ushahidi wa matokeo ya kazi zao, kwa maana ya kutaka kuona imeleta hiyo solution journalism ilikuwa naisema, tuweze kuona kuna matokeo, ili walau kwamba kazi zetu za kihabari si tu weledi na maadili, lakini pia zinawasaidia wananchi na umma kwa ujumla. Kwa hiyo hiyo nayo itakuwa jambo la kipekee. Kwa hiyo haya mambo mawili ndio naweza kuyasema kama mambo mawili ya tofauti kabisa na miaka yote iliyotangulia, hizi zikiwa ni tuzo za 16 mara ya 16. Ndio. Kwa hiyo tofauti yake kubwa ni hayo mambo mawili. Naam. Pamoja na upekee huu ambao umetuambia hapa katibu mtendaji, mchakato mzima wa kuelekea utoaji wa tuzo hizo upoje mpaka hivi sasa? Sasa hivi tuko kwenye hatua ya majaji ambao waliapishwa Jumatatu, wanaendelea na zoezi hilo, wanasema wanatumia mfumo kwa ajili wana hizo stories ambazo wamekuwa signed na mfumo, wanaendelea na wale waandishi ambao wamehusika kuleta kazi zao watakuwa wanapata meseji zinazoonyesha kazi imemove kutoka hapa kwenda hapa, na mwisho kama ni rejection itaonyesha imekuwa rejected, hivyo inakwenda hivyo. Kwa hiyo mfumo inaendelea, na wewe ungekuwa kazi yako umeleta, labda ungekuwa umeshapata taarifa fulani. Kwa hivyo tuko hii zoezi ni kama la wiki moja. Tutakapomalizika hilo, tutaendelea na maandalizi ya hiyo shughuli yenyewe ambayo kilele chake ni tarehe 29 mwezi Mei mwaka huu. Tutafanya hapa Dar es Salaam kwenye ukumbi wa 4 Points by Sheraton. Itakuwa siku ya Ijumaa, tutaanza kuanzia saa 10 tuende mpaka saa 2 kasoro hivi usiku, ili iwe ndio usiku wenyewe wa tuzo. Kwa hivyo ina maana majaji wakimaliza kazi zao, itakayofuata sasa ni wale ambao tumeona wako kwenye zile likely ya kuwa nominees. Kwa maana hiyo tuende kutafiti kazi zao, itakuwa hatua itakayofuata. Baada ya hapo basi ni kusubiri tu kutangaza washindi mbele ya usiku wa tuzo. Huku mamilioni ya Watanzania wakiwa wanashuhudia. Naam. Kazi bila shaka kuweka na ujumbe unaanza kufanya. Unajua katika kupeleka kazi naweza nikakata hii interview ya tunamhoji katibu mtendaji afu nikaipeleka kwa ajili ya tuzo zijazo. Na kwa kama yule ambaye alikuwa ameenda kuomba kazi, referees akamwandika waziri mkuu, rais, yani akaandika wale watu ambao ukiona hivi unasema huyu mtu. Kwa kazi yako uifanye ni hii hapa interview. Tuzo hizi kwa ujumla ikiwa ni mara ya 16 mnaenda kuzifanya, katibu mtendaji, zinaongeza ari na chachu kiasi gani kwa wanahabari kuendelea kufanya kazi zenye umahiri mkubwa? Zinaongeza kwa sababu ni kwa kiasi gani hilo siwezi kulisema. Huwa napenda sana kuwa tumefanya utafiti ndio tuweze kusema ni kwa kiasi gani, lakini kwa kawaida tunaona watu ambao wanakuwa wanabadilika. Leo hii kwa mfano, aliyewahi kuwa overall winner mwaka 2011 leo hii ni miongoni mwa majaji. Hiyo ni kuonyesha kukua kwa mtu. Lakini kuna watu ambao nimekutana nao leo hii ni wahariri kwenye vyombo vya habari, lakini wanasema moja ya kitu kilichowafanya wapande nafasi katika vyombo vyao vya habari ni jinsi walivyokuwa wanapitia hizi tuzo. Kila wakati wanapanda, wanashinda kwenye eneo hili, mwisho sehemu zao za kazi zimewapromote na wamefika hapo walipofika. Kwa hiyo ina maana zimeendelea kuwasaidia watu kukua kitaaluma kutoka daraja moja la nafasi ya kazi kwenda daraja lingine zaidi, kwa sababu ya kuonekana performance yake kutoka field. Sasa anaambiwa na wewe angalia kazi za wenzako. Tuko na wafahamu watu wa aina hiyo ambao wameendelea hata wengine kuwa mentors. Lakini ni kwa sababu ya ule umahiri waliokuwa wameonyesha. Leo hii wanajaribu kuwalea waandishi wengine pia. Safi kabisa. Bila shaka na mzigo pia umeongezeka kiasi fulani. Mzigo bila shaka. Kwa kumalizia, kwa ufupi tu, sekta ya habari, wanahabari kwa ujumla
wanaleta vipi mustakabali chanya na kuongeza uzalendo pia katika taifa? Labda wanze uzalendo ni nini? Sekta ya habari inasaidia vipi uzalendo? Uzalendo ni kuona uwajibikaji. Umeelewa? Kwa mfano CAG kazi yake anayoifanya ni sehemu ya kuleta uzalendo. Anaonyesha kuna upungufu hapa, kuna kasoro hizi zirekebishwe ili tujenge taifa letu. Okay. Kwa hiyo hata sekta ya habari unajua ni kama tu jicho kama inavyokuwa CAG. Kwa hiyo vyombo vya habari vikifanya namna hiyo kuibua maovu, vinairudisha jamii na taifa kwenye mstari, na huo ndo kwa tafsiri yangu ndo uzalendo, kwamba taifa linyooke, lifanye vizuri, wananchi wanufaike. Sasa tutakapokuwa tunafanya kazi ya kihabari namna hiyo ndo tunachangia uzalendo. Sasa tunakushukuru sana na tunakutakia kila laheri katika huu mchakato wa tuzo ambazo ndugu yangu Goodluck ameshajipanga kwa ajili. Hiyo ilikuwa natania tu ndugu yangu. Lakini tunawatakia pia kila laheri waandishi wote wa habari ambao wamepeleka kazi zao katika kinyang'anyiro hicho ama katika tuzo hizo ambazo zitatolewa tarehe 29 mwezi Mei. Wa Tanzania pia wakisubiri kwa hamu kuona mambo yatakavyokuwa hapa. Tulikuwa hapa na Ernest Sungura ambaye ni katibu mtendaji wa Baraza la Habari nchini Tanzania, MCT.